Zikiwa zimebaki ni siku chache kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unawakutanisha Young African na Simba Sport Club ambao utafanyika kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Sasa kwenye kikosi cha Young African, kocha wa Young African ameamua kufanya mabadiliko kuelekea kwenye mchezo huo, maana mchezo huo ni mchezo wenye pressure. Hivyo basi unahitaji watu mashuhuri, watu wenye uwezo na watu wenye kuhimili mikiki ya dabi ya Kariakoo. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Young African ameamua afanye mabadiliko ya kikosi, na mabadiliko hayo tunayo hapa Tubone Media. Na leo tukumbukane tu, tuambie kwamba unaitakia timu yako ya Young African ushindi ukiwa mkoa gani. Na kabla tujaendelea, nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, hivyo basi hautopitwa na taarifa nyingine nzuri kutoka kwetu. Lakini pia usisahau kutuambia kwamba wewe unaitakia Young African ushindi ukiwa mkoa gani. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo ambao unataraji kupigwa pale tarehe 1 Machi 2026 kwenye dimba la New Amani Complex majira ya saa 1 za usiku, ambao unawakutanisha vigogo na nguli wa soka hapa Afrika. Tunazungumzia Simba na Young African, na ikumbuke kuwa Young African ndio wenyeji wa mchezo huo, wanamkaribisha Simba Sport Club kule visiwani Zanzibar. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo ambao umekuwa na pressure kubwa na mashabiki wengi wakiwa wanataka matokeo, na ukianza kuangalia kocha wa Young African ambaye ameamua afanye mabadiliko ya kikosi, na kikosi hicho ambacho amefanya mabadiliko tunacho hapa Tubone Media. Kutokana na hii yote haya amefanya mabadiliko kutokana na Simba Sport Club wanahitaji ushindi kwenye hii game, kwa maana ukianza kuangalia Young African mpaka saizi wamemzidi Simba Sport Club pointi 5 michezo wakiwa sawa. Yani Young African wamecheza michezo sawa na wapinzani wao Simba Sport Club, nao michezo wapo sawa, lakini Simba wapo tofauti ya nyuma pointi 5. Young African anamuongoza Simba kwa pointi 5. Hivyo basi Simba Sport Club wanahitaji ushindi huu, lakini kutokana na hali hiyo mchezo unataraji kuwa wa pressure kubwa. Hivyo basi kocha wa Young African naye ameamua afanye mabadiliko ili kuendana na pressure ambayo wanaitaka Simba Sport Club, na mabadiliko hayo ni kama ifuatavyo. Namba 1 tunafahamu kabisa anadaka Diala, mdaka mishale huyu, kipa mashuhuri kabisa, wote tunafahamu uwezo wa Diala akiwa golini. Lakini namba 2 ni Isla Patrick Mwenda. Ukianza kuangalia Isla Patrick Mwenda saizi ana uzoefu wa dabi ya Kariakoo, hivyo basi amepata nafasi ya kocha wa Young African kumwanzisha kwenye dabi ya Kariakoo. Na namba 3 ni Mohamed Hussein Shabalala. Ukianza kuangalia Mohamed Hussein Shabalala ni mtu mwenye uzoefu mkubwa sana, ambaye alikuwa ni team captain kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi, akaondoka akahamia Young African. Ni mtu ambaye ana uzoefu sana na michuano ya dabi, hivyo basi amepata nafasi ya kuanza kama namba 3. Lakini namba 4 ni Dickson Jobu, tunafahamu big brain defender, kijana huyu mwenye uwezo wa kuzuia mashambulizi. Lakini namba 5 ni Ibla Koplo, ambaye tunafahamu uwezo wake Ibla Baka wa kutumia nguvu, pia wa kuzuia mashambulizi. Lakini namba 6 kocha ameamua kuanza na Damalo. Ukianza kuangalia Damalo ni mchezaji ambaye ni mzuri sana na mchezaji ambaye anaweza akazuia mashambulizi pale katikati. Hivyo basi mtu wa kuwazuia Simba pale katikati ameamua aanze na Damalo. Lakini namba 7 ni Maxi Mpia Nzingeli. Tunafahamu uwezo wa Maxi Mpia Nzingeli, kasi yake pia na vitu vyake, hivyo basi amepata nafasi ya kuanza. Lakini namba 8 ni Abuya, kiungo mnyumbulifu huyu. Kocha ameamua ajaze viungo kwa kumwanzisha Abuya. Muda mwingine anacheza kama defending midfielder, lakini leo ameanza kama attacking midfielder. Lakini namba 9 ni Depu, striker hatari sana huyu, ambaye amekuwa akiwapa pointi 3 Young African. Lakini namba 10 ni Alan Okello, Starboy kutoka Uganda, na ni ingizo jipya pale Young African. Amepata nafasi ya kuanza namba 10. Ukianza kuangalia Alan Okello hajawahi kucheza dabi yoyote, maana ni ingizo jipya kwenye hili dirisha dogo, na anaenda kuwakabili Simba Sport Club, mchezo ambao unakuwa na pressure kubwa sana. Lakini namba 11 ni Buba, ingizo jipya pia la Young African kwenye hili dirisha dogo. Na naam, hiki ndo kikosi ambacho mwalimu wa Young African ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi hiki kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, na hii yote inatokana na pressure ya Simba Sport Club kutafuta matokeo kwa hali na mali. Hivyo basi kocha wa Young African naye ameamua afanye mabadiliko ili kuendana na pressure ya dabi ya Kariakoo. Tunarudi kwako shabiki, kikosi umekisikia, kikosi
kikosi umekiona. Je, wewe unasemaje kuhusiana na hichi kikosi? Mwalimu amefeli wapi? Mwalimu amefaulu wapi? Tukutane kwenye comment. Lakini pia leo nataka tujuane kwamba unaitakia ushindi wa timu yako The Young African ukiwa mkoa gani? Tukutane kwenye comment hapo. Kitu kingine ni kukumbusha usahau kusubscribe kwa ajili ya matukio yanayoendelea mpaka kwenye dabi ya Kariakoo. Mimi ni Tumboni Media. Bye bye.